نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. Ndugu zanguni katika imani, na kuhusieni baada ya kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Ikhwani fi Allah, يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله ذو القوة المتين. ndugu zanguni katika imani, Allah tabaraka wa taala anatuambia katika surati al-Baqara aya ya 21, Allah anasema: ya ayuha nnas, enyi watu. Tamko hili Allah tabaraka wa taala kawakusanya watu wote, mu'minuhum wa kafiruhum, mu'min na kafiri, mwanamke mwanamume. Allah anasema: ya ayuha nnas, enyi watu, u'budu rabbakum, muabuduni mola wenu. Muabuduni mola wenu. Mola ambaye anastahili kuabudiwa ni huyu mwenye sifa zifuatazo: alladhi khalaqakum, mola wenu aliyekuumbeni. Anayestahili kuabudiwa ni yule ambaye ana sifa ya kuumba, aliyekuumbeni nyinyi, walladhina min qablikum, na wale waliokuwa kabla yenu. Aya hii inajumuisha watu wote, binadamu wote, wake kwa waume. Allah anatuamrisha tumuabudu yeye peke yake, sababu ndiyo aliyetuumba. Lakini aya nyingine katika surati al-Hajj, Allah tabaraka wa taala akahusisha amri ya kumwabudu yeye, akahusisha kwa waumini, baada ya kuwa amri hii alitoa kwa watu wote. Allah tabaraka wa taala akasema katika surati al-Hajj aya ya 77, Allah anasema: ya ayuha alladhina amanu ruk'u wasjudu, enyi mlioamini, rukuuni na msujudu, waabudu rabbakum,
na muabuduni Mola wenu, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, na muendelee kufanya khairi ili mpate kufaulu. Ya ayyuha alladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum, enyi mlioamini, rukuuni na sujuduni, wa'budu rabbakum, na muabudu Mola wenu. Haya hii Allah tabaraka wa taala amewahusisha waumini waendelee kurukuu na kusujudu na waendelee kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Ndugu yangu katika imani, lakini katika surati Dhariyat Allah tabaraka wa taala akahusisha ibada si kwa wanadamu tu, akahusisha ibada, akaamrisha ibada na kuonyesha lengo la kuumbwa mwanadamu. Lengo la kuumbwa majini si lolote isipokuwa ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Allah akasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun. Ma khalaqtul jinna, sikuumba majini na watu, illa liya'budun, isipokuwa kwa lengo la kuniabudu mimi. Hili ndiyo lengo ndugu zangu katika imani. Ukiangalia mtiririko wa aya, Allah alivyozungumzia ibada, kumwabudu yeye peke yake, utaona thamani na qima ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Tuko juu ya mgongo huu, tunafanya hiki na kile, tunakimbia kwa hiki na kile, tunataka tutekeleze hili na lile katika dunia yetu, lakini haya yote hayana thamani kwa Allah tabaraka wa taala ikiwa Muislamu hajajipinda katika kumwabudu Allah tabaraka wa taala, hajatekeleza lengo la kuumbwa kwake. Vyote hivi tunavyokimbia havina thamani kwa Allah tabaraka wa taala, isipokuwa ibada ambayo ni lengo lako. Ndugu yangu katika imani, ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibada ni nini? Ibada ni jina linalokusanya kila ambacho Allah anakipenda na kukiridhia. Kila ambacho Allah anakipenda na kukiridhia, basi hilo ni ibada. Hicho ni ibada. Hicho ndicho alichokuamrisha Allah kuendelea kukifanya. Hicho ndicho alichokuambia Allah ndiyo lengo la kukuumba wewe, uendelee kukifanya hicho ambacho Allah anakipenda na ambacho Allah anakiridhia. Ndugu zangu katika imani, thubutu al-ibada, ibada haiwezi kuthibiti kisheria na sheria ikatambua kuwa hii ni ibada, lazima vipatikane baadhi ya vigezo. Haiwezekani wewe leo ukakaa ukafikiria ni jinsi gani ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala, ukasema kuwa hili ninalolifanya mimi eti Allah analipenda na kuliridhia kwa kichwa chako wewe mwenyewe. Hasha wakalla, sivyo hivyo. Huwezi kujua analolipenda Allah na kuliridhia isipokuwa ipatikane kigezo cha kwanza, kuwa Allah tabaraka wa taala amekuamrisha kufanya jambo hilo. Kila ambalo Allah amekuamrisha kulifanya, hiyo ni ibada, na hilo jambo Allah analipenda na kuliridhia. Na kila ambalo Allah amekukataza kukatazika na hilo jambo, hiyo ni ibada, kwa sababu Allah anapenda na kuridhia pale anapokuona wewe umekatazika na lile alilolikataza. Hiki ni kigezo cha kwanza ndugu zangu katika imani, kuwa ni lazima ibada zote ambazo Allah ametuamrisha lazima tupate dalili kutoka kwa Allah tabaraka wa taala na dalili kutoka kwa mtume salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Lazima ipatikane dalili ya ibada husika ambayo Allah anaipenda na kuiridhia. Kila ambalo Allah analipenda na kuliridhia, aidha ametuamrisha tulifanye au ametukataza tukatazike, hiyo ni ibada. Hiyo ni ibada, na ndiyo imekamilisha kigezo cha kwanza cha kuwa ibada. Na hapa tunakutana na kaida ya wanawazuoni, wanasema al-aslu fil ibadati al-hadar
asili katika ibada zote ni haramu mtu kufanya ibada. Tunaswali swala, asili ya swala ilikuwa ni haramu, hatutakiwi kuswali. Asili ya funga ilikuwa ni haramu, hatutakiwi kufunga. Asili ya hija ilikuwa ni haramu, hatutakiwi kuhiji. Lakini imekuwa ni halali na ibada pale ambapo Allah ametuamrisha kusali, wa aqimu ssalah, ndiyo maana tukasali. Imekuwa ni faradhi kufunga pale ambapo Allah ametuamrisha kufunga, kutiba alaikumus siyam. Imekuwa hija ni ibada pale ambapo Allah ametuamrisha tuhiji, hapo ndio imekuwa ni halali kuhiji. Lakini asili ya ibada zote ni haramu kuzifanya mpaka upate maagizo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nyinyi mnakumbuka Umar radhiyallahu anhu wakati anatufu al-Kaaba, alitufu al-Kaaba, akafika katika Hajarul Aswad, akaliambia Hajarul Aswad, innaka hajarun la tadhuru wala tanfa. Wewe Hajarul Aswad, wewe ni jiwe tu, haudhuru wala haunufaishi. Lau kama mimi nisingemuona mtume anakubusu, ma qabaltuk, mimi nisingekubusu. Kwa hiyo Umar bin al-Khattab alikuwa anajua asili ya ibada inatoka kwa Allah na mtume peke yake, ndiyo maana akalibusu Hajarul Aswad, kwa sababu alimuona mtume anabusu Hajarul Aswad. Kama asingemuona mtume anatekeleza ibada hii ya takbil Hajarul Aswad, kubusu jiwe leusi la Makka, mtume asingelibusu, sababu asili ya kulibusu ni haramu mpaka pale ambapo utapata hadithi, utapata maelekezo kutoka kwa Allah kuwa hii ni ibada. Hiki ni kigezo cha kwanza muhimu sana, na sisi wote tunatambua kigezo hiki kuwa ni lazima ibada ipate maelekezo na amri kutoka kwa Allah tabaraka wa taala na kwa mtume Muhammadin salawatu rabbi wa salamu alayhi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا شاكرين، ونؤمن به إيمانا موقنين، ونقر بوحدانيات إقرار الصادقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ndugu zanguni katika imani, hicho ni kigezo cha kwanza ambacho sisi watu wengi tunakitambua kigezo hicho, wala hakina tatizo. Hiki kigezo cha kwanza cha ibada wengi tunatambua. Tatizo linakuja katika kigezo cha pili. Kigezo cha pili, ili ibada iwe ni ibada, haitoshi kusema kuna amri kutoka kwa Allah na kuna amri kutoka kwa mtume. Haitoshi kusema kuwa hiyo ni ibada, wewe unaweza kuifanyia kazi mpaka kigezo cha pili kikamilike. Ni nini hicho? Iqamatu dalil ala thubuti hadhihi al-ibada min jihati sifatiha wa kaifiyatiha. Hapa ndiyo tumeteleza wengi, hapa ndiyo kuna gogoro kubwa. Ibada ili ikubalike kwa Allah, baada ya kuthibiti kuwa Allah ameagiza, mtume ameagiza ibada hiyo, lazima ibada hiyo utekelezaji wake lazima ipatikane dalili ya utekelezaji wake. Hiki ni kigezo muhimu sana. Swala tunayoswali hapa, tunaswali swala, hakuna mtu anaweza kusali anavyotaka yeye. Utekelezaji wa swala tumeipata kutoka kwa mtume Muhammadin salawatu rabbi wa salamu alayhi. Leo mtu akisali swala ya dhuhuri hapa, akasali swala ya Ijumaa, badala ya rakaa mbili akasali rakaa tatu au rakaa nne, tunasema swala hii ya Ijumaa haikusihi. Kwa sababu gani haikusihi? Na amesali na tumeamrishwa kusali? Hapana, hakutekeleza ibada kama alivyoamrisha mtume Muhammadin salawatu rabbi wa salamu alayhi. Kwa hiyo kaifia za ibada, utekelezaji wa ibada lazima na wenyewe uwe una dalili na maelekezo kutoka kwa Allah na maelekezo kutoka kwa mtume Muhammadin salawatu rabbi wa salamu alayhi. Na hapa ndio tumefeli sana. Tusitosheke tu kuwa hii ni ibada alafu ukatekeleza unavyotaka kutekeleza wewe. Ibada hiyo haiwezi kukubalika kwa Allah. Mfano, angalia katika zakatul fitri.
Zakatul fitri, anatakiwa mtu atoe zakatul fitri kabla ya kusali swala ya Eid. Kabla ya kusali swala ya Eid ndio utekelezaji wa zakatul fitri. Niambie, mtu amepata zakatul fitri na akaamua kutoa zakatul fitri baada ya swala ya Eid, tunasema ametoa zakatul fitri? Hajatoa zakatul fitri. Kwa nini hajatoa zakatul fitri? Na amepata mchele wake na amepata wa kumpa, amekosea katika utekelezaji wa ibada hiyo. Ndiyo maana Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi akasema, man addaha qabla salah fahiya zakatun maqbula, yule ambaye atatoa zakatul fitri kwa utekelezaji huu wa zakatul fitri kabla ya sala, fahiya zakatun maqbula, hiyo ni zaka yenye kukubalika. Utekelezaji wa ibada yoyote lazima utekeleze kwa dalili kuwa Mtume alitekeleza vipi hiyo ibada. Hili tumefeli wengi. Mfano mwingine, al-udhiya, kuchinja. Mtu ana kichinjo chake, amenunua kwa pesa zake, anataka kuchinja katika udhiya kwa kufuata amri ya Mtume Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alayhi, lakini akachinja kabla ya kusali, kakosea utekelezaji. Je, atalipwa kwa kukosea utekelezaji? Japokuwa amefuata amri ya kuchinja, lakini amekosea utekelezaji. Utekelezaji wake, udhiya inatakiwa achinjwe mnyama baada ya sala, yeye akachinja kabla ya sala, udhiya yake haiwezi kukubalika. Ndiyo pale Mtume akamwambia, shatuka shatu lahmin, yule aliyokwenda kwa Mtume akamwambia khali yake amechinja kabla ya sala, nimechinja kabla ya sala Mtume, nimekosea utekelezaji. Je, nitahesabika kuwa ibada yangu hii ya kuchinja ni udhiya? Mtume akamwambia, shatuka shatu lahmin, mbuzi huyo uliomchinja hahesabiki ni mbuzi wa udhiya, inahesabika ni mbuzi tu umechinja kama siku nyingine kula. Ndugu zanguni, tumefeli katika kufata utekelezaji wa ibada. Hapa ndio tumefeli. Angalia Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi, amekaa msikitini, anakuja mtu anasali swala yenye rukuu, yenye sijda, yenye qiyamu, kisimamo kipo, lakini anamaliza kusali anaenda kwa Mtume, anamsalimia Mtume. Mtume anamwambia, irji fasalli fa innaka lam tusalli, rejea usali, wewe bado haujasali. Hali ya kuwa alisimama akarukuu akasujudu, lakini Mtume anamwambia, irji fasalli fa innaka lam tusalli, rudi usali, wewe bado haujasali. Akarudia mara 3, Mtume anamwambia, irji fasalli fa innaka lam tusalli, rudi usali, wewe bado haujasali. Tatizo ilikuwa nini? Utekelezaji wa ibada ya swala alikosea. Mtume akamfundisha utekelezaji wa ibada ya swala. Ukisimama soma suratul Fatiha na usome baada yake sura. Ukirukuu tulia katika rukuu. Ukitoka katika itidali simama hata ta'tadila qa'iman. Ukisujudu sujudu mpaka utulie katika sajida. Alikosea utekelezaji wa ibada, lakini sura ya ibada kwa nje ilikuwa inaonekana. Alisimama akarukuu akasujudu, lakini si utekelezaji aliyofundisha Mtume Muhammadin salawatu rabbi wa salamu alayhi. Mtume akamwambia, irji fasalli fa innaka lam tusalli, rejea usali, wewe bado haujasali. Alikosea nini? Kigezo cha pili, utekelezaji wa ibada. Ndugu zangu katika imani, ibada zote ni lazima tutekeleze kama alivyoamrisha Mtume Muhammadin salawatu rabbi wa salamu alayhi, kama ambavyo Allah katuamrisha tutekeleze ibada hiyo. Lakini tukienda kichwa mchunga kama tulivyo sasa hivi, mtu anatekeleza ibada anavyotaka yeye, sivyo ambavyo imefundishwa kwa Mtume, wallahi tutaenda kwa Allah tunadhani kuwa tuna swala, tuna zaka, tuna hija, tunamsalia Mtume, kumbe kwa Allah kuna chochote. Unaenda kwa Allah unaambiwa hija yako haikukubalika, swala yako haikukubalika, funga yako haikukubalika. Sababu nini? Sababu hukutekeleza kama alivyotekeleza Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ndugu zangu ni katika imani, Allah tabaraka wa taala anasema katika Qur'ani, inna Allaha wa malaikatahu
yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hii ni aya ya Allah, sisi sote tunaijua hii. Allah tabaraka wa taala anatuambia katika aya hii na anatuamrisha katika aya hii tutekeleze ibada tukufu sana, ibada ya kumsalia mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi. Hii ni ibada kama ilivyokuwa swala, ni ibada kama ilivyokuwa hija, ni ibada kama ilivyokuwa ibada nyinginezo. Kama ambavyo ibada ya swala inahitajia utekelezaji wake utoke kwa Muhammadin salawatu rabbi wa salamu alayhi, kama ibada ya hija inahitajia utekelezaji wake mtume ndio ametufundisha, sallu kama raaitumuni usalli khudhu anni manasikakum. Haya yote ni maneno ya mtume yanayoashiria utekelezaji wa ibada. Lazima tumwangalie mtume alitekeleza namna gani, na kumsalia mtume lazima tuangalie mtume alimsalia namna gani. Haitoshi kusema kumsalia mtume ni ibada alafu kila mmoja akamsalia mtume anavyotaka, ukadhani kuwa wewe umefanya ibada. Haujafanya ibada mpaka umsalie mtume kama alivyomsalia Muhammadin salawatu rabbi wa salamu alayhi, kama alivyojisalia yeye na kuwafundisha masahaba wamsalie. Na jambo hili ndugu zanguni liliwapa shida masahaba, liliwapa mushkili masahaba, hawakujua wamsalie namna gani. Walimuuliza mtume ni jinsi gani ya kutekeleza ibada ya kumsalia. Hadithi maarufu ndugu zanguni ya Ka'b bin Ujra. Ka'b bin Ujra anasema inna nabiy sallallahu alayhi wasallam kharaja alaina, mtume alitoka kwetu siku moja. Fakulna ya rasul Allah, tukamwambia ewe mtume wa Allah, kad alimna kaifa nusallimu alayka, sisi tunajua tukutolee salamu vipi. Assalamu alayka ya rasul Allah, tunajua utekelezaji wa ibada ya salamu, utekelezaji wake ni nini? Assalamu alayka ya rasul Allah, tunajua, lakini fa kaifa nusalli alayka, lakini utekelezaji wa ibada ya kukusalia hatujui. Kaifa nusalli alayka, vipi tukusalie? Masahaba walikuwa hawajui utekelezaji wa ibada ya kumsalia, ndio maana wakamuuliza mtume awafundishe utekelezaji wa ibada ya kumsalia mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi. Mtume akasema qulu, msipate tabu utekelezaji wa ibada ya kunisalia, nyinyi semeni tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ni kumsalia kama tunavyomsalia katika swala. Huku ndiyo kumsalia mtume, na huku ndiyo utekelezaji wa aya hii ya Allah tabaraka wa taala. Utekelezaji wa aya hii ya Allah ni kumsalia hivi, ndivyo katufundisha utekelezaji wake mtume, ndio katufundisha. Sasa wewe ukitekeleza ibada hii ya kumsalia kinyume alivyofundisha mtume Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alayhi, ni sawa sawa unasali adhuhuri raka 4 raka 5, ni sawa sawa swala ya Ijumaa unataka kusali raka 3, ni sawa sawa Ramadhani unataka kufunga usiku badala ya kufunga mchana. Sijui kama ibada yako itakubalika. Sikiliza maneno ya Imam Shafi. Imam Shafi anasema idha lam yusalli almusalli ala an-nabii alayhi salatu wassalam, ikiwa mwenye kusali hatomsalia mtume. Haya maneno ya Imam Shafi muhimu sana. Ikiwa mwenye kusali hatomsalia mtume fi tashahudi al-akhir, katika tahiyatu tashahudi ya mwisho. Jamani, tashahudi ya mwisho kumsalia mtume, na Imam Shafi anajua kumsalia mtume ni kumsalia kama unavyomsalia katika tashahudi ya mwisho. Baada tashahud wa kabla salam, hakumsalia mtume katika tashahudi ya mwisho. Baada ya kutoa tashahud wa kabla salam, na hakumsalia mtume kabla ya sala ya kutoa salam, aada sala, mtu huyo atarudia sala yake, haitokubalika. Hata Imam Shafi anajua kumsalia mtume ni kumsalia kama tunavyosali katika swala. Ndio anajua hivyo Imam Shafi, na si Imam Shafi tu ndugu zangu ni katika imani. Masahaba wengi wanajua kumsalia mtume ndivyo hivyo. Muda haututoshi,
lakini ninalotaka kusema ndugu zangu, kumsalia mtume ni lazima tumsalie kama mtume alivyotuagiza, na mtume katufundisha utekelezaji wa ibada hii, lazima tumsalie hivi. Kinyume na hivyo utakuwa umeongeza kitu katika dini, na kuongeza kitu katika dini ni haramu na ni jambo baya sana. Angalia maneno ya Ibn Kathir alipokuwa akitafsiri aya inayosema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sikiliza maneno ya Ibn Kathir, na Ibn Kathir Shafi'i madhhab. Ibn Kathir ni katika vigogo vya madhhab ya Imam Shafi. Anasemaje Ibn Kathir? Hadha akbaru ni'amillah ta'ala ala hadhihi al-umma, hii ni neema kubwa sana ambayo Allah ameneemesha umma huu. Haithu akmala Allah ta'ala lahum dinahum, wa hali ambayo Allah amekamilisha dini yao. Fala yahtajuna ila dini ghairi, waislamu hawahitaji dini nyingine zaidi ya dini ya Uislamu. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim, wala hawahitaji mtume mwingine asiyekuwa mtume wao salawatu rabbi wa salamu alayhi. Walihadha ja'alahu Allah ta'ala khatama al-anbiya, na kwa ajili hiyo mtume Allah akamfanya Muhammadi ndio mwisho wa manabii. Wabaathahu ila al-insi wal jinni, na akamtuma Muhammad kwa watu na majini. Fala halala, nataka hapa, huyu ni madhhabi ya Imam Shafi, anasema fala halalun, hakuna lililokuwa la halali illa ma ahallahu, isipokuwa lile ambalo amelihalalisha mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi. Wala haram, wala hakuna la haram illa ma haramahu, isipokuwa lile ambalo ameliharamisha mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi. Bali Imam Maliki, Imam Darul Hijra, ana maneno haya na ndiyo nahitimishia hutuba yangu. Imam Darul Hijra anasema man ahdatha fi hadhihi al-umma, yoyote ambaye atazua katika umma huu. Na kuzua katika umma ni kunasibisha jambo ambalo halina asili katika dini, wewe ukasema ni katika dini. Hii ni aina ya kwanza ya kuzua. Aina ya pili ya kuzua ni kutekeleza ibada ambayo ina asili katika dini, lakini wewe ukaitekeleza kinyume na alivyotekeleza mtume Muhammadin salawatu rabbi wa salamu alayhi. Wewe umezua katika dini, utekelezaji wako ni wa kuzua, na hiyo ibada haikubaliki kwa Allah. Al-Imam Malik anasema man ahdatha fi hadhihi al-umma, yoyote ambaye atazua katika umma huu al-yawm, leo, shay'an lam yakun alayhi salafuha, akazua kitu ambacho wema walikuwa hawakijui kitu hicho. Hiku kumsalia mtume huku kwa kuyumba, kwa miziki, kwa tiktaka, kwa kimuavumbi, kwa madufu, kwa zafa, kwa kupita barabarani, kwa maulidi, mlango wa 3, wa 4, hakuna sahaba ambaye kafanya vitu vya namna hii. Quruni zote mufaddala hawakufanya maulidi, hawakumsalia mtume kwa namna hii. Walimsalia mtume kama hadithi ya Ka'b bin Ujra alivyosema, kama tunavyomsalia mtume katika nini? Katika tashahudi. Al-Imam Malik anasema yoyote ambaye atazua kitu katika dini lam yakun alayhi salafuha, jambo ambalo wema hawalitambui, faqad zama anna Rasulullah khana ar-risala, huyu atakuwa amedai kuwa mtume amefanya khiana ya utume, kuwa kuna jambo mtume hajafikisha. Kwa hiyo wewe ndio unataka kuongeza hilo ambalo mtume hajafikisha, na hakuna hata mmoja anaweza kusema hivi. Akaendelea akamaliza maneno akasema fama lam yakun yawmaidhin dina, lile ambalo wakati wa masahaba wa wema waliotangulia haikuwa ni dini. Tukiulizana, wakati wa masahaba walikuwa wakimsalia mtume kama tunavyomsalia sisi? Hasha wakalla, hakuna hata mmoja anaweza kusema maneno haya. Hawakumsalia hivyo tulivyokuwa tunavyomsalia. Walimsaliaje mtume? Kisha wafundisha fama lam yakun yawmaidhin dinan, jambo ambalo halikuwa wakati wa masahaba ni dini, la yakunu liyawma dina, haliwezi kuwa leo hii sisi kwetu kama dini. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqim as-salat.